أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Tunaendelea kukuleteni yale ambayo yanatokea ama yanayoendelea baina ya Israel na Iran, ambapo Iran imetoa tahadhari kwa wazayuni wote wanaoishi katika maeneo ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na Israel waondoke katika maeneo hayo ili kuokoa maisha yao. Iran ikaonya pia kuwa inajipanga kwa ajili ya kuyashambulia maeneo yote yanayoshikiliwa na Israel, na hivyo itakuwa ni salama kwa wale wanaokaa katika maeneo hayo yanayokaliwa kwa nguvu, walowezi wa kizayuni waondoke katika maeneo hayo kabla wasije wakakutwe na mashambulizi ambayo yatateketeza maisha yao. Hali kadhalika, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani vikali shambulizi la kigaidi la utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya moja ya majengo ya katikati ya mji wa Tehran mjini Iran, ambayo yalifanyika jana siku ya Jumapili, imepelekea kujeruhiwa watu wengi wakiwemo wafanyakazi wa shirika hilo. Halikadhalika, tutakuleteni taarifa ya namna ambavyo Israel na Iran zikiendelea kushambuliana kwa siku ya 4 mfululizo. Halikadhalika, tutakuwa na tamko kutoka Muscat, mji mkuu wa Oman, ambapo mufti wa nchi hiyo Al-Alama Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili amewataka Waislamu wote duniani kuiunga mkono Iran katika mapambano yake dhidi ya uzayuni ambao ni tatizo kubwa katika amani ya Mashariki ya Kati. Halikadhalika, jeshi la Iran limetoa onyo kwa walowezi kuondoka kama tulivyosema hapo awali, na tutaanza na taarifa hiyo ambayo imechapishwa katika vyombo vya habari hii leo tarehe 16 Juni, siku ya Jumatatu 2025. Majeshi ya Iran yametoa onyo kali kwa walowezi wa Israel walio katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kimabavu ndani ya Israel na kuwataka waondoke mara moja, huko Iran ikijiandaa kutekeleza mashambulizi makubwa sana yanayotarajiwa kuenea katika ardhi zote zinazokaliwa na Israel kwa mabavu na kuyahudishwa na kuitwa Israel. Kupitia ujumbe uliorushwa hewani siku ya Jumapili Juni 15, 2025, Kanali Reza Sayad, msemaji wa kituo cha mawasiliano cha vikosi vya majeshi ya Iran, amewaonya walowezi hao kuwa kubaki katika maeneo hayo kutahatarisha maisha yao pakubwa. Iran inajipanga kulipiza kisasi kikali kufuatia uchokozi wa kijeshi wa hivi karibuni kutoka Israel. Ondokeni maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kuondoka katika ardhi hii iliyokusubiwa ndio njia pekee ya kulinda maisha yenu, amesisitiza Kanali Sayad katika taarifa hiyo ya video, huku akilaani utawala wa kizayuni kwa uchokozi wake wa jinai dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Sayad amekemea utawala wa Waziri Mkuu Netanyahu, akieleza kuwa umekata tamaa, umejaa ufisadi na ni wa kihalifu, akisema kuwa uchokozi wao wa hivi karibuni wa kijeshi utaibua maangamizi. Ametoa onyo kuwa majibu ya Iran yatalenga maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu na Israel. Ameendelea kueleza kuwa jeshi la Iran lina idadi kubwa ya taarifa za kijasusi kuhusu maeneo nyeti katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, huku akiwaonya walowezi kuepuka maeneo hayo na kubainisha kuwa hata maficho ya chini ya ardhi, yani mahandaki, hayatadhamini usalama wao. Amesema utawala wa Israeli unawatumia walowezi kama ngao ya kibinadamu, akiongeza kuwa vitendo vya utawala huo vinavyochochewa na maslahi ya kisiasa na kibinafsi vitapelekea eneo la Asia Magharibi kutumbukia katika mzozo mkubwa zaidi. Utawala wa kizayuni ni wa kihalifu, hasa waziri mkuu wake mhalifu aliyeanzisha uhalifu kwa ajili ya maslahi yake binafsi na ya familia yake, uhalifu ambao utaishia kwa kushindwa na majuto. Ameongeza kuwa kupuuza maonyo ya Iran kutawasababishia siku ngumu zaidi wale watakaobaki katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Matamshi ya Sayad yamefuatia wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyozinduliwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC Jumapili mchana Juni 15 kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3. Mashambulio hayo yamesababisha milipuko mikubwa katika maeneo ya Galilaya ya juu na ya chini, Haifa, Afula na Nazareth.
Operesheni hii ni jibu la moja kwa moja kwa uchokozi wa Israel dhidi ya Iran ambao ulianza Ijumaa Juni 13, 2025 asubuhi na ambao umepelekea kuuawa shahidi makamanda wakuu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Halikadhalika, Iran vilevile imetoa taarifa ya kuwa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mipakani Brigedia Jenerali Ahmad Ali Godazi amesema kuwa Iran imefanikiwa kudungua droni, yani ndege isiyo na rubani, na ndege nyuki 44 za adui mzayuni katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita. Afisa huyo wa kijeshi amesema kutokana na umakini wa walinzi shupavu na wenye ghera na mipaka ya Faraj, ndege 44 zisizo na rubani na ndege ndogo nyuki za utawala wa Kizayuni zilionekana kuharibiwa katika baadhi ya mipaka ya nchi hiyo ya Iran. Aidha, amesema kufuatia shambulio hilo la anga la utawala ghasibu wa Israel katika muda wa saa 48 zilizopita, ndege 44 zisizo na rubani na ndege ndogo ndogo za utawala huo zimejaribu kuingia katika anga ya Iran, zilifuatiliwa na kuharibiwa. Akigusia utayarifu wa 100% ya kiutendaji wa askari wa mpakani katika kudhibiti na kulinda mipaka ya Iran ya Kiislamu, Brigedia Jenerali Ahmad Ali Godarzi amesema kuwa vikosi vya ulinzi wa mpaka na ambavyo viko tayari kufa kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi hii huko Faraja vimeyaonya makundi yote yenye wadui kigaidi yenye silaha na wasafirishaji wa magendo kwamba vitajibu kwa nguvu mashambulizi yoyote katika mipaka ya taifa hilo. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa mipaka, sambamba na kutangaza mshikamano kamili wa vikosi vingine vya jeshi, amesisitiza kuwa mamlaka husika ziko macho na zina udhibiti kamili wa kiintelijensia na kuna azma thabiti ya walinzi wa mipakani katika kudumisha usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kukabiliana na vitisho vyovyote katika ukanda wa mipaka. Katika taarifa nyingine muhimu kutoka kule nchini Oman ni ile inayosema kuwa Mufti mkuu wa Oman Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili alisema katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba tuna imani Mwenyezi Mungu atavipa ushindi vikosi vya ulinzi vya Iran. Vilevile Mufti Al-Khalili amesisitiza kwa kusema kuwa Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake, hamuui, hamsalimishi kwa adui na hamvunji moyo. Mufti huyo mkuu wa Omani Sheikh Ahmad bin Khalili ametoa tamko hilo muhimu kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Israel dhidi ya taifa ndugu na rafiki la Iran. Amesema tunashtushwa na kuhuzunishwa na uadui wa utawala katili wa Kizayuni dhidi ya Iran, lakini pamoja na hayo tunayakini kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu atalinusuru taifa hilo la Kiislamu Iran, na hakuna nusura isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma. Al-Khalili, kiongozi shupavu mwenye msimamo na mcha Mungu. Kabla ya hapo pia Mufti Oman aliwahi kuipongeza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutoa majibu makali kwa Israeli wakati wa operesheni ya kulipiza kisasi iliyofanywa na Iran kuyapiga makombora maeneo nyeti ya utawala wa Kizayuni baada ya utawala huo kuua wanadiplomasia wa Iran nchini Syria. Katika taarifa yake hiyo aliyoituma kwenye mtandao wa kijamii wa X, Sheikh Ahmad Al-Khalili amesema hiki tunachokiona kwenye vyombo vya habari kuhusu jibu la kijasiri la Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni kinamfurahisha kila mtu. Tunashukuru kwa hatua hii ya Iran na tunasubiri kuona ni nini kitakachovunja nguvu za Wazayuni na waunga mkono wao na kuwasaidia Waislamu. Mufti mkuu wa Oman alisema pia kwamba hatua hiyo ya kupongezwa ya Iran ya kushambulia moja kwa moja utawala wa Kizayuni katika operesheni ya kulipiza kisasi itawazuia Wazayuni kukandamiza raia wa Palestina, hususan wa ukanda wa Gaza. Hapo kabla, Mufti wa Oman Sheikh Ahmad Al-Khalili alisisitiza kuwa leo hii majeshi ya madola dhalimu na ya kibeberu duniani yameinamisha vichwa vyao mbele ya Yemen, na ameyataka mataifa yanayotaka kuwa huru duniani kuiga mfano wa Yemen katika kukabiliana na maadui wa mataifa yao. Al-Khalili alitoa tamko hilo akiwahimiza Waislamu na mataifa ya Kiislamu kote duniani siku zilizopita kusimama imara kwa kuiga mfano wa wapiganaji wa Yemen. Alipotangaza hivyo katika ukurasa wake wa X, na huku akizungumzia vita na vikosi vya Yemen na Marekani katika bahari ya Sham, ameandika kuwa kuna mafunzo na maadili makubwa tuliyoyaona. Mambo ya kufurahisha tuliyoyashuhudia huko Yemen ni mengi. Linatutosha somo tulilopata kutokana na kusimamia kwao imara kukabiliana na dola kubwa na dhalimu na la kibeberu Marekani
na kulazimisha kusalimu amri na kurudi nyuma. Rais wa dola hilo Trump anajulikana kwa kiburi na majivuno, lakini mwishowe alimwomba Sultani wa Oman, mwanzilishi wa amani na mtetezi wa mageuzi, kupatanisha baina ya Marekani na makomando mashujaa wa Yemen ili kufikia mapatano na amani. Aidha, Al-Khalili amesema, na sasa tunasikia kwamba Uingereza imewaomba makomando hao mashujaa wa Yemen kuruhusu meli yake kupita kwenye lango la bahari la Bab al-Mandab. Waliwekea masharti Uingereza ili kubali kwa kutii kamili, akimaanisha ombi la Uingereza kwa Yemen kuiruhusu manuari yake ya kubebea ndege HMS Prince of Wales kupita katika Bahari Nyekundu. Mufti wa Oman Sheikh Ahmed Al-Khalili ametoa mwito kwa tawala za Kiarabu zinazonyenyekea madola ya kibeberu kupata somo na kuiga mfano wa Yemen. Amesema kwanza, wale waliochukua maamuzi ya kunyenyekea na kusujudu mbele ya madola ya kistakbari wanapaswa kuzingatia jambo hilo, kwani hilo litawazidishia unyonge. Akatoa mfano wa maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, je, wanatafuta utukufu kwao? Angalia katika surati An-Nisa sura ya 4 aya 139. Mufti wa Oman ambaye anajulikana sana kwa utiifu wake, unyenyekevu na uchamungu wake, alitamatisha ujumbe wake muhimu kwa kusema, watu wenye hekima wanapaswa kuzingatia jinsi taifa hili la Yemen lilivyo leo. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, kweli hakika Mwenyezi Mungu habadili hali ya watu mpaka wabadili yaliyomo nafsini mwao. Angalia katika suratul Ra'd aya ya 11. Al-Khalili ni miongoni mwa wanavyoni wachache hapa ulimwenguni ambaye ni mwenye msimamo thabiti wa kusimama katika msimamo ambao yeye anaamini kuwa unatokana na mafunzo ya Uislamu, na wala hana mtu yoyote anayemuona mbele yake isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ni miongoni mwa wanazuoni wachache duniani ambaye amekuwa mara kwa mara akionyesha hisia zake mbele ya walimwengu pinga utawala wa Kizayuni na kuwaonea huruma wa Falastini katika kipindi ambacho mamufti katika mataifa mengi wamejiweka chini ya satwa za mataifa yao na viongozi wao wakipata posho zao na kunyenyekea utawala badala ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Halikadhalika, taarifa tuliyoipata mapema leo asubuhi, Israeli imefanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumapili Juni 15, wakati Tehrani nayo ikijibu kwa makombora mapya. Pande zote mbili zimetishia kufanya uharibifu zaidi katika mzozo ambao unaonekana huenda ukaendelea kwa muda mrefu ujao. Picha unayoshuhudia ni mifumo ya ulinzi wa anga ya Iron Dome ya Israel ikiingilia kati kujaribu pasipo na mafanikio kudungua makombora ya Iran yaliyokuwa yakichakaza Israel. Mamlaka za Israel zimewaelekeza raia kuelekea kwenye maeneo salama na kujikinga na mashambulizi, wakati Iran ikisema kuwa itaanza kufungua misikiti, vituo vya treni na metro na shule ili kutumika kama maeneo ya kujihifadhi. Wakati Israeli ikiendeleza mashambulizi, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko mjini Tehran pia. Wizara ya Afya ya Iran imeripoti vifo vya watu 224 tangu Israeli ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo mapema siku ya Jumaa Juni 13. Watu wengine zaidi ya 1200 wamejeruhiwa, asilimia kubwa wakiwa ni raia. Picha unayoitazama inaonyesha moto na moshi mkubwa katika anga la Tehrani nchini Iran kufuatia shambulizi la Israel katika anga ya Iran kufuatia shambulizi hilo lililofanywa karibu na majengo ya ofisi ya Wizara ya Mambo ya Kigeni. Kwa upande wa Israel, mamlaka zimeripoti vifo vya watu 13 tangu Irani ilipochukua hatua ya kujibu mashambulizi. Taarifa hizi ambazo hazina uhakika kutoka Israel, kwanza ni kwa sababu katika mashambulio yaliyofanywa katika siku mbili zilizopita, Iran iliwahi kuzishambulia nyumba 100 na kuziwasha moto na kuziacha kifusi kitupu, jambo ambalo haiwezi kuwa ni watu 13 wamekufa ndani yake, ukiacha mbali mashambulio ya mwanzo kabisa ambayo yaliangusha pamoja na nyumba zingine jumba la ghorofa 50 na bado tu ndani yake mlikuwa watu 13. Israeli inasema mashambulizi yake yamepiga vituo vya kijeshi na nyuklia na kuua maafisa wakuu na wanasayansi wa atomic, lakini afisa mkuu wa Marekani alisema Jumapili Juni 13 kwamba Rais Donald Trump aliambia Israeli iliachane na mpango wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Picha unayotazama inaonyesha namna ambavyo mji mkuu wa Israeli ukiteketea kwa moto baada ya makombora ya Irani kuteketeza zaidi ya nyumba 100
za mji wa Tel Aviv kwa mkupuo, jambo ambalo lilihatarisha maisha ya watu chungu nzima, na hata wale walio chini ya mahandaki ndani ya nyumba hizo si rahisi kuweza kutoka chini wakati nyumba nzima imeshika moto. Hata hivyo, jeshi la Israeli limepiga marufuku kupiga picha au picha za video zinazoonyesha jinsi Israeli inavyoteketea kufuatia mashambulizi yasiyo na kikwazo kutoka Iran. Bila kueleza ukweli wa misiba iliyopokelewa na Israeli kwa mashambulio ya Iran, Israeli imekiri kushambuliwa kwa maeneo ya makazi na kuwataka wazayuni kujificha maeneo salama. Waziri Mkuu wa Israeli Nduli Benjamin Netanyahu ameshutumu Iran kwa kuwalenga raia na kuitishia Iran kwa kusema kuwa Iran italipa gharama kubwa sana kwa mauaji ya kukusudia ya raia, wanawake na watoto, alisema Netanyahu wakati alipotembelea eneo la shambulio la kombora kwenye jengo la makazi katika mji wa pwani wa Bat Yam karibu na Tel Aviv. Nduli Netanyahu amekuwa akitoa tuhuma kwa Iran kwa mauaji ya raia, akijisahaulisha raia wa Palestina ambayo Israeli imewaua bila kusita kwa takriban miaka miwili. Zaidi ya watu 56,000 tayari Israeli imewaua, wengi wa hao wakiwa ni watoto na kina mama wajawazito. Televisheni ya taifa ya Iran wakati huo iliripoti takriban watu 5 waliouawa siku ya Jumapili jana Juni 15 katika shambulio la Israel lililopiga jengo la makazi katikati mwa jiji la Tehran. Mashambulizi yatasitishwa Israel itakapoacha uchokozi, ilisema taarifa ya jeshi la Iran. Hizi ndizo taarifa tulizokusanya katika muda wa saa 24 zilizopita toka pale tulipotoa taarifa ya mwisho jana, ambapo kubwa katika taarifa hizo ni kuwa Iran imetoa amri ya kuwataka wazayuni wanaoishi katika maeneo ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu kote katika nchi hiyo ya kupandikiza waondoke katika maeneo hayo, kwa sababu muda si mrefu Iran imekusudia kuyapiga maeneo yote ambayo yanakaliwa na mazayuni, waondoke katika maeneo ambayo Israeli inayakalia kwa mabavu, ili hali kiuhalisia ni ardhi ya Palestina, waondoke katika eneo hilo, kwani watapoteza maisha kutokana na mashambulio yajayo. Hata kama watakuwa ndani ya mahandaki, wasijaribu kuamini kuwa mahandaki ama kujificha ndani ya mahandaki hakutakuwa na uwezo wa kudhamini maisha yao, bali dhamana kubwa ya maisha yao ni kujisalimisha kwa kuondoka katika maeneo yote yanayokaliwa na Israeli kwa mabavu, yakiwa ni maeneo ya Palestina. Basi hayo ndiyo yanayoendelea huko Israel na Iran, piga ni kupige, hasara huku na kule, lakini la msingi ni kuwa Israel sasa inaonja sehemu ya yale iliyokuwa ikiwafanyia wananchi wa Gaza, kuwaua bila sababu, kuvunja majengo, lakini sasa wamekwisha ona athari inayowapata wa Palestina, kwa sababu sasa hakuna mji wowote wa Israeli ambao nyumba zake hazijabomolewa wala watu wake hawajauliwa. Hii ni hali nzuri sana, japokuwa ni vita, lakini itapunguza uonevu wa Israeli na kujigamba kwake, bali itawafanya Waisraeli wawe wakijiuliza kwanza kabla ya kufanya wanachotaka kufanya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aipe nguvu zaidi Iran iweze kufanikisha makusudio yake na iweze kujikinga na shari za mazayuni, huku Waislamu wote dunia nzima tunawaomba wapokee mwito wa Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili, mufti wa Oman, ambao anataka mataifa yote ya Kiislamu kujitolea kuiunga mkono Iran ili kuondoa kiburi cha wazayuni katika eneo lile. Tafadhali na kuomba wewe Muislamu mahala popote ulipo na kila mpenda amani, tusisahau kuwaombea watu wa Palestina, tusisahau kuiombea Iran ambayo inawakilisha Waislamu wote duniani kupambana na uzayuni, na bila shaka tusisahau zaidi kusoma suratul Lahab na suratul Fil. Suratul Fil kila baada ya swala zetu, kila baada ya ibada zetu za usiku, za mchana, vikao vyetu vyote na majlisi za Kiislamu, muomba Mwenyezi Mungu aziangamize nguvu za maadui wa Uislamu wakiongozwa na Marekani, ili Mwenyezi Mungu awape la kuwashughulisha ili wa Palestina waweze kupata nafuu na kuishi katika nchi yao kwa salama na amani, na ukombozi wa Masjidul Aqsa upatikane haraka leo kabla ya kesho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Allah